Baba Esther, show me the way. Kwema vipi kaka? Fresh, habari ya Mungu mwema anasaidia. Mungu anasaidia, ziko poa, nashukuru Mungu. Shomari, wewe ni mmoja kati ya wachezaji waandamizi ndani ya kikosi cha Simba, umekuwepo kwa muda mrefu kwenye kikosi hiki. Pengine ni nyakati gani bora zaidi unazikumbuka ndani ya kikosi cha Wanalunyasi? Nyakati nyingi zipo ambazo nazikumbuka zilikuwa ni bora kwangu mimi, na naweza kusema kwamba zimepita na nyingine zilikuwa ngumu zimepita. Tuko katika nyakati nyingine, lakini nyakati ambazo nzuri zaidi ambazo nazikumbuka ni wakati tunachukua ubingwa mara 4 mfululizo. Zilikuwa nyakati nzuri, na zile nyakati ambazo tulikuwa tunacheza mechi inakuta ni mechi ya mwisho ili muweze kuqualify kuingia katika robo finali katika mashindano kama taifa, kwa sababu mechi zilikuwa ziko na hisia kubwa na mashabiki walikuwa na hamu kubwa ya kufanya kile kitu. Kwa hiyo hizo ni nyakati ambazo zinakumbuka na zinakuwa katika kichwa changu kila siku. Wewe umecheza na wachezaji wengi sana waliopita ndani ya Simba Sports. Kwa mfano leo hii nikwambie Shomari, nipangie first 11 yako ambayo wewe umewahi kucheza nayo, ambao walikuwepo, wengine pengine wapo, utanipangia yupi na yupi na yupi? Naweza kusema nimecheza na wachezaji wengi, lakini naweza kuambia wachezaji wote niliocheza nao ni bora, na ambao mpaka niko nao sasa hivi ni bora zaidi. Kwa hiyo unaposema kwamba niweze kuweka first 11, nitasema kwamba sitawatendea haki kuna wachezaji wengine, kwa sababu kila mchezaji aliyopita Simba ni bora zaidi. Ndio ni bora, lakini hata kwenye bora kuna first 11 timu ina wachezaji wengi. Sio wote. Yaani naweza kusema ni bora kwa sababu kuna wachezaji ambao wamepita wengine. Naweza kusema huyu nikimweka na nisipomweka nitakuwa sijitendei haki mimi mwenyewe na simtendei haki. Sasa ndio kocha muda huo unapanga first 11 yako, kwa sababu yaani hata mkiwa bora 30 kuna watakao anza, kuna wengine watasubiri benchi. Ni hivyo, lakini mimi naamini kwamba wachezaji wote waliopita Simba ni bora ambao nimecheza nao. Naamini kwamba wote ni bora. Nje ya mpira wa miguu, Shomari ni mtu aina gani? Mimi nje ya mpira wa miguu, Shomari ni baba wa familia na napenda familia yake. Pengine leo hii hapa ukasema Shomari anatundika daruga, atajishughulisha na nini Shomari? Mimi siwezi kukimbia mpira kwa sababu watu wengi wakistaafu wanakimbia mpira, na hicho ndio kitu ambacho nimejiwekea mimi. Siwezi kukimbia mpira. Kikubwa nataka nisaidie wale vijana kuweza kufikia malengo yao kama nilivyokuwa mimi. Kwa pengine ukitundika daruga tutakuona kwenye ukocha. Kitu chochote ambacho kitanifanya niwe ndani ya mpira ili kuweza kusaidia vipaji vingine kuweza kuonekana. Leo hii hapa Simba ipo kwenye hatua za inawania ubingwa wa ligi kuu, na mmekutana na situation za namna hii mara kadhaa. Pengine pressure huwa inakuwaje, na unajua kabisa baada ya michezo mingapi tunaweza rikawa same fulani? Mimi naweza kusema tuko katika hatua za mwisho na tuko katika mechi 5 za mwisho, kwa sababu unajua ligi ni ndefu na safari ilikuwa iko ndefu. Kwa hiyo tumebakiza kipande kidogo cha kuweza kufika mwisho. Lakini katika kipande ambacho tumeweza kufika ni kipande kigumu sana kuliko hata huko tulipotoka. Kwa hiyo naamini kwamba tukiweka pressure hatutaweza kufanikiwa kile ambacho tunakitaka. Kwa hiyo tumeamua kuweka pressure pembeni, tufanye maandalizi yetu taratibu, kuhakikisha katika hii michezo 5 iliyobaki basi tunashinda kila mchezo ili tuweze kujihakikishia katika nafasi nzuri ya kuweza kuwania ubingwa. Kwenye uwepo wako wa Simba, ni mechi ipi ambayo unaikumbuka zaidi, uliwahi kufurahia kuliko kawaida? Mechi ya Platinum ambayo tulikuwa tumecheza, tulikuwa tuko nyuma goli moja, tulikuwa tumepoteza mchezo Zimbabwe, tunarudi kucheza Dar es Salaam, na kama sikosei vizuri ilikuwa ile mechi imepewa jina Wainda. Kwa hiyo nakumbuka tulipata goli la penalti la kwanza la kusawazisha, na mimi niliweza kufunga goli la pili.
Kwa hiyo ilikuwa ile goli la pili lilikuwa linatufanya sisi tuweze kuqualify kwenda katika stage nyingine. Ipi mechi yako ukikumbuka unasema acha tu siku ziende? Mechi ambayo naweza kusema kwamba sitaki hata swali la kuweza mtu kuniuliza au kukumbuka ni mechi ya Yanga ambayo tulipoteza kwa goli 5. Ile siku ililia. Ambao kiukweli haikuwa katika memory yangu nzuri kama mchezaji wa Simba. Pengine leo hii Shomari, upo zako Simba na kwenye safu yako ya ulinzi umecheza na walinzi wengi, tukikwambia Shomari tunakuacha kwenye mipira ya cross, yani zile pinpoint pass, unamchagua mlinzi gani? Anayepiga au anayeshambulia? Vyote. Kama vile tukishambulia uhakika 95% Rushaina anaweza kukupatia goli muda wote. Kwa waliopita na katika waliopita naweza kusema kwamba Joshua Nyango naye ni mtu ambaye anaweza kukupatia goli muda wote. Lakini pia katika kudefense na kunini wapo kina Enoki walikuwa wako wazuri zaidi. Kwenye eneo la kiungo eneo la kiungo liko kiungo ya chini, sio kiungo ya chini bwana, pagumu sana kwa sababu kuna watu wamepita wazuri sana kusema kweli, wachache kati ya wengi wazuri, wana vipaji, wanacheza vizuri. Kupita wachezaji wazuri kama kina Jonas Mkude, Flaga, Viela, Jason, Peter Kotei, kama kumbuka Peter Majavi hapa. Kwa hiyo kuna wachezaji wengi ambao kwenye nafasi hiyo wamepita wachezaji wazuri mpaka leo hii. Hapa katika nafasi hiyo tuna wachezaji kama kina Kagoma, kina Kante. Unaona kabisa performance yao ilivyokuwa nzuri. Kwa hiyo unashindwa kutofautisha ule uwezo wa kila mchezaji, isipokuwa tu tunawapa credit moja kwa kila mchezaji. Kwa